Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, April 30 mwezi huu, anatarajiwa kuwa mgeni rasmi kwenye mkutano mkubwa wa kimataifa ambao unaohusisha mawakala wa forodha na ushuru hapa visiwani Zanzibar. Mkutano huu unakwenda kuinufaisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Zaidi ya wahudhuriaji 200 wanatarajiwa kufika hapa visiwani Zanzibar, huku vyumba zaidi ya 500 zikihusisha hoteli na sehemu nyinginezo kunufaika kwenye mkutano huo. Na hapa Waziri wa Mawasiliano na Uchukuzi Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Khalid, anazungumza kuhusiana na mkutano huo ambao unaotarajiwa kufanyika hapa visiwani Zanzibar. Hizi ni ripoti za Ayo TV hapa Zanzibar. Mimi naitwa Said Tizedey. Mkutano wa mwaka huu utaleta pamoja washiriki zaidi ya 500 wakiwemo wataalamu wa usafirishaji na logistics, watunga sera, wataalamu wa uwezeshaji biashara, mamlaka za udhibiti, mamlaka za bandari, wasafirishaji mizigo, watafiti na wabunifu wa sekta hii kutoka sehemu zote ulimwenguni. Mgeni rasmi wa mkutano huu ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ataufungua mkutano huu tarehe 30 Aprili mwaka huu wa 2025. Ndugu waandishi wa habari, kama mlivyosikia hapo awali, mkutano wa mwaka huu umejikita katika kufikia malengo yafuatayo. Kwanza, kubadilishana maarifa, na hii itawezesha majadiliano juu ya mbinu bora na utafiti wa kisasa kuhusu vifaa endelevu. Lakini pia utakuza ushirikiano wa kisekta, kwa maana kukuza ushirikiano kati ya watoa huduma za vifaa, mamlaka za udhibiti, wazalishaji, wauzaji rejareja na makampuni ya teknolojia. Lakini pia mkutano huu utakuwa majadiliano, kwa maana kuchunguza mageuzi ya kidijitali, teknolojia mpya na suluhisho za ubunifu katika sekta ya vifaa ili kupunguza athari za kimazingira. Lakini pia mkutano huu utakuwa ni jukwaa la utetezi wa kisera, kwa maana kukuza mazingira ya kisheria na yanayounga mkono sekta bora na endelevu ya vifaa. Mkutano uliopita wa region ya Africa na Middle East ulifanyika Dubai. Kwa vile ni mkutano wa region ya Africa na Middle East, tuna utaratibu mkutano huu ukifanyika kwenye nchi mojawapo ya Middle East, unaofuata unafanyika kwenye nchi mojawapo ya Afrika. Kama kwa mfano, baada ya mkutano huu wa Zanzibar, panapo majaliwa inshallah mwakani, mkutano huu utafanyika Qatar. Na waga ni fursa pia kwa wana logistics wa Kitanzania kuweza kuhudhuria. Tukienda kwenye maazimio ya mikutano yetu mara nyingi imekuwa ni kunyanyuana kiuchumi, kupeana elimu, lakini pia kufunguliana fursa mbalimbali, pamoja na kutangaza yale ambayo serikali inayafanya kwenye kuboresha tasnia ya logistics na uchukuzi katika nchi mbalimbali. Tuliweza kushinda bid ya kupata huu mkutano kufanyika hapa Zanzibar baada ya yale ambayo serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na serikali ya Muungano ya Tanzania kuweza kuonekana kwenye mianya ya dunia kile kinachofanyika katika masuala ya kukuza logistics katika nchi yetu.